Yaani kwamba una namba ya mtu haimaanishi unammudu. Kama unabisha piga. Akipokea utanikuta wapi? Ofisini. Utaniita nani? Mchungaji. Sawa. Kwa hiyo huyo anasema mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Jambo la kwanza, huyu mtu pia ni Farisayo. Maanake huyu mtu ni mtu wa status fulani. Na hii status sio ya kiserikali, ni status ya nini? Ya kidini. Huyu ni mtu, ni kiongozi fulani. Huyu ni mtu kwenye dini anaheshima. Huyu ni kwenye muktadha wa leo, huyu ni askofu huyu. Kwenye muktadha wa leo, huyu ni mtu mwenye cheo fulani. Kwenye muktadha wa leo, huyu ni mtu ambaye anaelewa maandiko, anaweza unajua kila kanisa lina wale watu, hata hapa sijui hatusomagi tu. Kuna wale watu ukisema fungua kitabu cha Mathayo. Yeye ameshakipata. Ukisema Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 anasema nitasoma. Hatuwezi kujua hapa kama tunao kwa sababu hatusomagi. Yaani lakini tukikuwa tunasoma unaona kabisa wanamwambia tutasoma Ufunuo sura ya 20 mstari wa 19 unasikia imeandikwa. Sasa maana yake huyu aliyemwalika Yesu chakula alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Na kukuonyesha ya kwamba walikuwa na mahusiano, alimwalika chakula na Yesu akafanyaje? Akaenda. Sasa hapa ndio natamani tuanze kujifunza kumpenda Mungu. Angalia mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema natazama mwanamke mmoja. Na Biblia inapoanza kumtaja, inapoanza kuongea na mtu inamtaja sifa yake na sio jina lake, kuna kitu inakufundisha. Wajua Biblia huwa inawataja watu kwa majina. Alafu kuna wengine inawajua majina lakini inawataja kwa nini? Kwa sifa. Yule aliyepooza. Yule mwenye ukoma. Yule aliyekuwa hawezi lakini jina lake inafanyaje? Hapa inasema natazama na nini? Mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye nini? Mwenye dhambi. Inataja na sifa yake. Anasema alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marihamu, chupa ya marimari yenye marihamu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema akasimama nyuma karibu na miguu yake. Kwa nini kwanza hakualikwa kwenye hii karamu? Kwa hiyo alisikia, hakuwa part ya watu walioalikwa. Alifanyaje? Alisikia. Alifanyaje? Alisikia. Alifanyaje? Alisikia. Alifanyaje? Alisikia. Ndio sababu lazima uwe unasema, kwa sababu watu hawatasikia kuhusu Yesu aliyebeba kama hawajase